Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, mechi ya mzunguko wa 25 ambayo tumetoka kuitazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam Mwenge, ni mchezo ambao umeikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kutokea mkoani Tanga. Kabla kuendelea mbali, kama umependezwa na matokeo ambayo Young Africans wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie ni mchezaji gani wa Yanga ambaye ameweza kukuvutia leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Fahamu, katika kipindi cha kwanza Young Africans waliweza kutengeneza majaribio kadhaa katika lango la klabu ya soka ya Coastal Union, lakini uhodari wa golikipa wa Coastal Union ukaishindwa kuipa klabu ya soka Yanga mabao mengi katika kipindi cha kwanza, na tunashuhudia katika dakika ya 34 kupitia kwa cross safi iliyopigwa na mchezaji Max Nzengeli mpia, basi Pacome Zouzoua akaweza kupiga kichwa safi na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la kuongoza. Na kipindi cha pili Young Africans wakaweza kurejea, moto ukawa ni ule ule kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Coastal, lakini mpaka dakika 90 klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kupata bao moja mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Mpaka sasa unako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Yanga wamecheza michezo 24, katika michezo 24 wameshinda michezo 21, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 62 na wao kuruhusu mabao 9 wakiwa na goal difference ya mabao 53 wakiwa na alama 64 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya pili yupo mnyama mkali Simba Sports Club ambaye yeye amecheza michezo 22 akiwa ameshinda michezo 18, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 52 na yeye kuruhusu mabao 8 akiwa na goal difference ya mabao 44 na alama 57. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kwa sasa kati ya Yanga na Simba ni tofauti ya alama 7 ambazo Simba ameweza kuachwa dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Yanga Sports Club, lakini Yanga amecheza michezo miwili zaidi ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kumalizika na klabu ya soka Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 1-0, basi kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba kupitia mitandao yake ya kijamii ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka Yanga. Ikumbukwe Yanga wanaongoza ligi kuu Tanzania bara kwa tofauti ya alama 7 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Yanga wana pointi 64 huku ya Simba wakiwa na pointi 57, lakini Simba amezidiwa michezo miwili. Kwa hiyo kwa upande mwingine kupitia Ahmed Ali ameweza kutupa dongo zito kwa klabu ya soka Yanga. Cha kwanza ameweza kwa posti master wa klabu ya soka Simba Elimpanzu Mukwala na ua, kisha akaandika hivi: ubaya ubwela jumlisha hatucheki na wowote, akaeka sawasawa, tunasubiri tarehe mpya. Huyu ni ndugu Ahmed Ali akituma kijembe kizito kwa klabu ya soka Yanga. Kwa sababu gani? Wao kuna mchezo walitakiwa kucheza dhidi ya Yanga Sports Club, mechi ya Kariakoo Derby, lakini mechi hiyo iliweza kusogeza mbele na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo hapa anamaanisha kwamba Yanga wacha waendelee kuongoza ligi, lakini pindi ambapo watakaoenda kupangiwa tarehe mpya, basi moja kwa moja mnyama Simba atakwenda kuupindua msimamo wa ligi kuu ya NBC sambamba na kucheza viporo vyake. Kwa hiyo anakuambia ubaya ubwela jumlisha na tucheki wowote, tunasubiria tarehe mpya. Kwa hiyo hapo Simba wao bado wana matumaini ya kwenda kubeba ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kwa sasa wanasubiria tarehe mpya iweze kupangwa ili mbungi iweze kupigwa dhidi ya watani wao ambao ni Yanga Sports Club. Nini maoni, mtazamo kwa hiki ambacho amekisema Ahmed Ali? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako.